Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amevunja ukimya kufuatia msimamo mkali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kukataa mazungumzo na kupinga uhalali wa serikali yake pamoja na makubaliano ya maridhiano ya kisiasa nchini. Akizungumza kupitia mahojiano maalum yaliyofanyika katika shirika la utangazaji la taifa TBC jijini Dar es Salaam, mkuu wa nchi ametoa ujumbe mzito na wawazi unaofafanua kuwa kuna njia mbili pekee duniani za kutatua migogoro ya kisiasa ambazo ni vita au maridhiano ya meza moja. Kupitia maelezo hayo yaliyowasilishwa kwa niaba yake na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira, naibu ama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu amesisitiza kuwa serikali ya sasa ina uhalali kamili unaotokana na kura za wananchi na anawataka wapinzani kukubali mazungumzo kama njia pekee ya kulinda amani. Hatua hii ya kihistoria imejiri wakati ambapo joto la kisiasa nchini limeongezeka kufuatia maandamano ya tarehe 7 mwezi wa Julai yaliyofanyika katika mikoa mbalimbali, kuwekwa kizuizini kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, pamoja na upinzani kuendelea kuweka msimamo dhabiti wa kususia kabisa meza ya maridhiano hadi pale masuala yote ya msingi ya kisheria na kikatiba yatakapotatuliwa kwanza. Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kutumia uzoefu mkubwa wa mwanasiasa mkongwe Stephen Wasira kujibu hoja hizo za wapinzani na kuonyesha kuwa kukataa maridhiano hakuwezi kuondoa ukweli kwamba nchi inapaswa kusonga mbele kwa ushirikiano wa kijamii na kiuchumi. Mjumbe huyo wa ngazi ya juu wa chama tawala amebainisha kuwa madai yanayotolewa na viongozi wa Chadema kuhusu ukosefu wa uhalali wa serikali hayana mashiko yoyote ya kisheria, kwa sababu wananchi wenyewe ndio walioweka madarakani utawala uliopo sasa kupitia michakato yote ya kidemokrasia iliyotambuliwa kisheria. Katika kufafanua umuhimu wa maridhiano bila kuingia kwenye makubaliano yasiyo na tija mitaani, Samia Suluhu kupitia msemaji huyo ametolea mfano wa kihistoria na kidiplomasia wa mataifa makubwa ya Marekani na Iran, ambayo licha ya kuwa na uhasama mkubwa wa muda mrefu pamoja na migogoro ya kijeshi bado yamekuwa yakikaa chini kwenye meza moja kufanya mazungumzo ya kidiplomasia. Hoja hiyo inalenga kuonyesha kuwa ikiwa mataifa maadui makubwa duniani yanaweza kuzungumza, basi vyama vya siasa ndani ya nchi moja vinapaswa kuwa na ukomavu mkubwa zaidi na kukaa pamoja na kusuluhisha tofauti zao zote kwa amani. Serikali ya awamu ya 6 inataja kuwa maridhiano kamwe yasitafsiriwe kama ishara ya udhaifu wa kiutawala, bali ni dhihirisho la ukomavu, uwajibikaji mkubwa wa kiuongozi na nia ya dhati ya kulinda maisha na rasilimali za Watanzania wote bila ubaguzi wa kiitikadi. Msimamo huu mpya unakuja wakati ambapo mazingira ya kisiasa ya Tanzania yameanza kuvuta umakini mkubwa wa washirika wa kimataifa, ambapo hivi karibuni kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola liliungana na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu kueleza waziwazi wao kuhusu kuwekwa kizuizini kwa viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Antipas Lissu. Rais Samia Suluhu Hassan amejitokeza kuweka wazi kuwa mwelekeo wa nchi unapaswa kuongozwa na maridhiano ya ndani badala ya kusikiliza shinikizo za nje, huku akirejelea tukio la hivi karibuni ambapo alishuhudia utiaji saini wa tamko la maridhiano na mazungumzo ya kisiasa kati ya CCM na chama cha ACT Wazalendo kule Zanzibar kama mfano dhabiti ya namna siasa za kistaarabu zinavyoweza kuendeshwa chini bila kuleta furugu wala mivurukano ya kiuchumi. Uchambuzi
wa mwelekeo huu unaonyesha jinsi ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan anavyolazimika kulinda taswira ya utulivu wa kiuchumi nchini, hasa baada ya maandamano ya nyuma kusababisha kusimama kwa shughuli za kibiashara na kupunguza uwezo wa kukusanya mapato ya serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania. Serikali inatambua wazi kuwa mivutano inayoendelea mitandaoni na mitaani inaweza kuathiri uwekezaji na ukuaji wa sekta mbalimbali ikiwemo utalii na miundombinu, jambo linalofanya wito huu wa maridhiano kuwa wa kimkakati zaidi ili kupunguza hasira za vijana wa kizazi kipya na wanaharakati wanaopanga maandamano mengine makubwa. Hata hivyo, wakati serikali ikisisitiza kuwa mazungumzo ni fursa pekee ya kupata suluhu ya kudumu, Chadema chini ya uongozi wake wa sasa mitaani ikiongozwa na John Heche inaendelea kushikilia msimamo kuwa amani haiwezi kupatikana bila kuwepo kwa haki, uhuru wa viongozi wao na mageuzi ya kweli ya katiba na mifumo ya uchaguzi. Mvutano huu wa kifikra unadhihirisha uwepo wa mitazamo miwili tofauti, ambapo upande mmoja unasisitiza utulivu kwanza kwa ajili za maendeleo, huku upande mwingine ukitaka mabadiliko ya kimfumo kwanza ili kuhakikisha utulivu huo unakuwa endelevu na wa haki kwa kila raia wa nchi hii. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka wazi kuwa uamuzi wa kuchagua maridhiano upo mikononi mwa viongozi wa upinzani na kwamba serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake kikatiba wa kulinda usalama wa nchi na kuendelesha taasisi zote za umma kwa mujibu wa sheria zilizopo nchini, huku kukiwa na hakuna nafasi ya kuruhusu uvunjivu wowote wa amani kwa shinikizo cha harakati za kisiasa. Ujumbe huu umekamilisha awamu nyingine ya mvutano huo wa kisiasa, huku ukionyesha wazi msimamo dhabiti wa mkuu wa nchi kuelekea vipindi vijavyo vya maamuzi magumu ya kitaifa. Mwelekeo huu wa serikali kuonyesha msimamo wake kupitia wanasiasa wakongwe kama Stephen Wasira unalenga pia kuimarisha shikamano wa dhati ya chama tawala, ambapo baadhi ya wanachama wamekuwa na wasiwasi juu ya kasi ya maridhiano na hatua za upinzani. Katika mazungumzo yake, msemaji huyo wa chama tawala amefafanua kuwa misingi ya maridhiano haipaswi kuonekana kama ni kulazimisha madaraka ya serikali iliyochaguliwa na wananchi, bali ni njia ya kuungwana ya kuwapa nafasi wapinzani kutoa maoni yao ndani ya mifumo rasmi bila kuathiri utendaji kazi wa kila siku wa taasisi za umma. Hatua ya serikali kuendelea kusimamia msimamo wake wa kisheria dhidi ya viongozi wanaotuhumiwa kwa makosa ya kiusalama inatajwa kama sehemu ya mkakati wa kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinaheshimiwa na hakuna kikundi kinachojiona kiko juu ya katiba. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisheria na kijamii wanabainisha kuwa kukatika kwa mazungumzo ya maridhiano kunaweza kuongeza shinikizo la kisiasa mitaani, hasa kwa upande wa vijana na wanachama wa Chadema ambao wanaona hatua za sasa kama mbinu za kuchelewesha mageuzi ya kweli ya kisiasa na kikatiba nchini Tanzania. Upande wa upinzani chini ya uongozi wa John Heche umeendelea kuhamasisha wanachama wao kuwa imara na kutoyumbishwa na kauli za serikali, wakidai kuwa amani ya kweli inajengwa juu ya misingi ya haki, usawa na uhuru wa kidemokrasia na si kwa matamko ya viongozi. Hali hii inafanya mazingira ya kisiasa nchini kubaki kuwa ya kipekee, huku pande zote mbili zikionyesha kutorudi nyuma kwenye misimamo yao ya kimsingi.